Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi, lakini elimu na teknolojia ndiyo moyo wa mafanikio yake. Kwa kutambua umuhimu wa sekta ya kilimo katika maendeleo ya Zanzibar, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, ameiagiza Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kuhakikisha inawapatia wakulima elimu ya kilimo cha kisasa ili kuongeza uzalishaji na tija. Akikagua mashamba ya mpunga katika bonde la Cheju, Mheshimiwa Hemed amesema ni wakati wa sekta ya kilimo kupanua wigo wa uwekezaji katika kilimo cha biashara na kuachana na kilimo cha kujikimu ambacho hakileti manufaa makubwa kwa wakulima. Nimefarijika kuona kwamba hatua hizi ambazo zinaendelea za kilimo cha mpunga sasa kuna mafanikio kiasi, alhamdulillah. Kwa kweli zamani tulikuwa tunalima kwa mkono kila kitu, tunavuna kwa mikono na kipato wenyewe kilikuwa ni kidogo sana. Leo nimefarijika kuona kwanza hii hatua ambayo na mimi nimepata nafasi ya kutumia mashine kwenye uvunaji. Lakini nimeambiwa hatua karibu zote kutoka mwanzo mpaka mwisho kuna utaalamu wa kimashine ambao unasaidia kwa wakulima wetu. Na taarifa mlionipa ya kuongezeka kwa mazao, kwa maana ya mtu alikuwa analima robo eka anapata polo 10, sasa hivi imekuja mpaka polo 22, au anapata chini ya polo 10 kwa robo eka, lakini sasa hivi tumefika mpaka polo 22. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, alhamdulillah, tunashukuru, lakini tunapaswa tuifanye sasa kwa maeneo yote, maana hili ni eneo maalum ambalo tumeliweka kwa ajili ya kilimo hichi cha umwagiliaji. Kazi kubwa imefanyika hapa, tunao wafadhili wetu wametusaidia. Bahati njema mimi nilikuwa napata muda mrefu wa kuja wakati ule mwanzo niliona matayarisho haya, lakini mavuno yana tofauti kulingana na muda uliopita. Vilevile, Makamu wa Pili wa Rais amewahimiza wakulima kuwa tayari kushirikiana na wawekezaji watakaowekeza katika sekta ya kilimo. Amesema ushirikiano huo utawapa wakulima nafasi ya kujifunza mbinu bora za kilimo cha kisasa, kuongeza uzalishaji na kuboresha kipato chao. Hatua hizi zinaendelea kuonyesha dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha sekta ya kilimo, kuongeza usalama wa chakula na kuinua uchumi wa wananchi kupitia kilimo chenye tija. Sasa maelekezo yangu kwenu, tuwape elimu wananchi waelewe kwanza. Manake wananchi, wakulima wetu bado wana ukulima ule wa kizamani. Na waelewe kwa sababu uwekezaji kwenye eneo hili, wawekezaji wapo, wanaweza kuja kuwekeza, wakalima kisasa na wananchi wetu pia wakafaidika zaidi. Maana wana hofu kwamba labda akija mwekezaji wao watakuwa hawalimi tena. Mwekezaji atakuwa yuko tayari, atalima kwa mashirikiano yao, lakini kile kitakachopatikana pia watauza kwa yule mwekezaji, kwa maana ya soko litakuwa lipo. Sasa nadhani kitu muhimu sana kwenye eneo hili ni taaluma. Tuendelee kuwapa taaluma wa wakulima wetu ili wafahamu umuhimu wa uwekezaji kwenye kilimo. Na tuwatoe wakulima wetu kwenye taaluma ya kizamani tuwapeleke kisasa. Kama leo tunaweza kulima kisasa, tunaweza kuvuna kisasa, tunaweza kufanya shughuli nyingine kisasa, kwa nini tushindwe kuwasaidia wakulima wetu? Nguvu kubwa ambayo tunaweza kuifanya, ya kwanza ni elimu, lakini la pili ni uwekezaji. Na tuwaelimishe, manake wanajua watu wa Cheju hapa wakija mwekezaji wao watakuwa hawana pahala pa kulima. Sio hivyo. Kazi yao itakuwepo na matija yao itakuwa kubwa zaidi. Kile ambacho walikuwa wanakipata wakati wa kilima kwa mkono watapata inawezekana mara 4 au mara 5 zaidi kwa utaalamu huu ambao utatumika. Inakuwa ngumu kidogo kuwashawishi watu wengine kwenye maeneo haya, lakini Mheshimiwa Waziri uhalisia kwamba mafanikio yapo na hatua kwa kweli tulivyokuwa juzi sivyo tulivyokuwa jana, na tulivyokuwa jana sivyo tulivyo leo, na haya mambo yanawezekana. Mimi binafsi nimefarijika leo, nimepata kujionea mwenyewe kwamba namna ambavyo wanaweza kuvuna hii mashine yetu, na yule mtaalamu pale alikuwa ananiambia uwezo wao wa kuvuna kwa siku wanaweza kuvuna karibu eneo lote ile wanaweza kulivuna mara moja tu.
Kwa hiyo hii ni hatua kubwa na ni hatua muhimu kwa wananchi wetu, lakini ni hatua muhimu kwa serikali yetu. Sasa kazi kama hii inatakiwa ifanywe maeneo yote ya kilimo. Bado tunakwenda kulima kilimo cha kujikimu wenyewe. Tunapaswa sasa tutoke kwenye kilimo cha kujikimu twende kwenye kilimo cha biashara. Kubadilisha mindset, Mheshimiwa Waziri, si jambo dogo na si jambo rahisi. Lakini kwa utaalamu wenu mlionao kilimo, tuendelee kuwaelimisha wananchi wetu, na nadhani demonstration ya maeneo haya ni mfano hai, ni mfano muhimu ambao kila mmoja anauona kwa macho yake na kuona mafanikio ambayo yanaweza kupatikana. Lakini sasa tunapaswa tutumie ardhi ya Zanzibar yote ambayo inastahili kulimwa kilimo hichi cha mpunga itumike kwa staili hii. Vipi tutafika? Sasa hayo ni mambo mengi ambayo yanapaswa kufanywa na wizara, lakini yanapaswa kufanya na serikali. Tuendelee kuwashawishi wananchi na wao waingie katika utaratibu kama huu na hatimaye tuweze kupata tija.